Sikukuu ya Kristo Mfalme. Ndugu zangu wapendwa, leo tunatafakari sikukuu ya Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa ulimwengu, sherehe kubwa inayofanyika Jumapili ya mwisho ya mwaka wa Kanisa. Sikukuu hii ilianzishwa mnamo mwaka 1925 baada ya vita ya kwanza ya dunia na Papa Pius wa 11. Wakati huo dunia ilikuwa imevurugika kisiasa na uongozi wa kidikteta uliongezeka. Maadili ya Kikristo yalikuwa yanapotezwa na watu wengi walianza kuishi kana kwamba Mungu hana nafasi tena. Hivyo Papa aliona hitaji la kukumbusha ulimwengu kwamba Kristo ndiye mfalme wa kweli, aliye juu ya nguvu zote, mataifa yote na itikadi zote. Ufalme wake haujengwi kwa mabavu, bali kwa ukweli, haki, upendo na amani. Hapo ndipo chanzo cha sikukuu hii. Kadiri muda ulivyopita, sikukuu hii ilibadilika. Mnamo mwaka 1969 baada ya mtaguso wa pili wa Vatikano, Papa Paulo wa sita alihamisha sikukuu hii hadi Jumapili ya mwisho ya mwaka wa liturujia na akaiita kwa jina tunalotumia hata leo, Kristo mfalme wa ulimwengu. Mabadiliko haya yalikuwa na maana kubwa na yanatukumbusha kwamba kila tunachoadhimisha katika mwaka wa Kanisa, kuanzia Noeli hadi Pasaka, Pentekoste na muda wa kawaida, yote yanaishia kwa Kristo. Yeye ndiye mwanzo na mwisho, Alfa na Omega. Katika liturujia tunasherehekea sikukuu hii kwa furaha, masomo yakimtangaza Kristo kama hakimu, mchungaji na Bwana wa viumbe vyote. Rangi ya kiliturujia ni nyeupe, ishara ya utukufu. Katika sehemu mbalimbali, waamini hufanya maandamano ya Ekaristi, ibada ya kuabudu na kujitolea upya chini ya ufalme wa Kristo. Kwa namna ya kiroho, sikukuu hii hutualika kila mmoja kujiuliza, je, Kristo kweli anatawala ndani ya maisha yangu, katika mawazo yangu, maamuzi yangu na mwenendo wangu wa kila siku? Sikukuu hii pia ina nafasi muhimu sana katika kalenda ya Kanisa, kwani inafungua mwaka wa kiliturujia na kutuangazia kwamba Kristo ndiye mwisho wa safari ya kihistoria ya wokovu. Baada ya sikukuu hii, mara moja tunaingia kwenye kipindi cha Majilio, tukianza mwaka mpya wa neema, tukimngojea mfalme wetu ajaye. Tunapoadhimisha sikukuu hii ya Kristo Mfalme, tumwombe atujalie kuishi chini ya utawala wake katika ukweli, haki, huruma na amani. Ametukuka Kristo Mfalme, jana, leo na milele. Amina.